Teknolojia ni eneo linalochagiza maendeleo kwa kasi na kutatua vikwazo vya kujifunza masuala mbalimbali. Ubunifu wa kidijitali kutoka shirika la Youth Initiative for Land in Africa YILA unavunja vikwazo vilivyodumu kwa muda mrefu kwa vijana wa Kitanzania na Afrika kuelewa haki za ardhi na hata kuifikia na kuimiliki ardhi hiyo kupitia application za mtandao zinazoweza kurahisisha kusoma nyaraka zinazohusu masuala ya ardhi na hata kukutana na wauzaji wa ardhi. Mkoa wa Iringa umekuwa kitovu cha mjadala muhimu uliowakutanisha vijana zaidi ya 45 kutoka kanda mbalimbali nchini wakijadili suluhu za kidijitali zilizoandaliwa na shirika la YILA linalotekeleza mradi wa ardhi kwa vijana Buni, Linda na Stawi. Joshua Laizer ni kiongozi kutoka YILA kimataifa. Malengo mahususi ni kuhakikisha kwamba we are putting young people on the front table. Malengo yetu mahususi ni kuhakikisha tunawaweka vijana mbele kabisa katika meza ya maamuzi, kwa kuhakikisha tunaleta ubunifu kama sehemu ya suluhisho la changamoto zinazoikumba jamii, hasa vijana. Tumetambulisha majukwaa mawili ya kidijitali, moja ni Ardhi Hub na nyingine ni Kanuni application kwa wadau, na tumekuwa tukipokea maoni yao katika kuthibitisha majukwaa hayo, ambapo tulipokea mrejesho zaidi kuhusu namna ya kuboresha mifumo hiyo. Ndio maana YILA iko hapa. Tumejizatiti kuhakikisha ubunifu unawafikia watu sahihi ili kutatua changamoto halisi. Vijana ndio mustakabali wa Afrika, na kama tunataka kuwaunga mkono ni lazima suluhisho litoke kwao wenyewe. If we want to support the young people, it has to come from them. Mkurugenzi wa shirika la TAGROADI kutoka Iringa, Zuberi Mwachula, akizungumzia uzoefu wake nyanda za juu kusini, anasema ushirikishwaji wa vijana sio ule unaofikiwa katika utekelezaji. Sasa nyanda za juu kusini ni sehemu muhimu kwa ajili ya kutoa ajira hasa kwenye kilimo cha uzalishaji wa mazao mbalimbali, lakini imekuwa ni vigumu kwa sababu vijana kwenye mipango wanaonekana wako kwenye mipango ya kilimo, lakini mipango halisia ambayo inawapatia ardhi waweze kufanya uzalishaji na ufugaji, uzalishaji wa mazao ya kilimo na ufugaji bado inakuwa haiko sahihi, na kwamba vijana hawajui namna kuweza kupata hizo ardhi zao kwa ajili ya uzalishaji. Kwa hilo ni janga ambalo kwenye nyanda za juu kusini limejitokeza. Atilio Mganwa ni afisa maendeleo ya vijana mkoa wa Iringa, anasisitiza umuhimu wa ardhi na kuondoa vikwazo kwa vijana. Ukizungumzia ardhi manake matumizi yote ya ardhi kwa shughuli zote, manake tunazungumzia maisha kwa ujumla. Kwa tunajadili kitu ambacho ni muhimu sana kwa mustakabali wa jamii, mustakabali wa taifa, na hususan tunazungumzia swala hili katika muktadha wa vijana. Kuna masuala ya matumizi ya teknolojia, namna gani teknolojia inaweza kumpa fursa nzuri kijana kuweza kumiliki ardhi, lakini na matumizi sahihi ya ardhi. Hata hivyo, mjumbe wa baraza la ardhi la kata kutoka Mkwawa, Emi Mapunda, anaeleza matumaini yake kutokana na bunifu za YILA. YILA kwa kweli tunawashukuru kwa hili walilokuja nalo. Nakutana na kesi nyingi za ardhi. Ardhi Hub imetusaidia sana. Kwa leo mimi nimeona nimepata mwangaza mzuri, hata nikiletewa hizo kesi na hizi nitawashauri vizuri. Mjadala huo uliowakutanisha vijana, wadau na viongozi wa serikali umeweka wazi kuwa uwekezaji katika ubunifu wa vijana, matumizi ya teknolojia na ushirikishwaji wa wadau ni hatua muhimu ya kubadili simulizi ya vijana kutoka kuwa watazamaji hadi kuwa wahusika wakuu katika umiliki na matumizi ya ardhi. Mimi ni Hamad Rashidi.